Tanzania imeamka na habari ambayo haikutarajiwa. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, ametangaza kujiuzuru nafasi yake. Swali kubwa si tu kwa nini amejiuzuru. Swali kubwa zaidi, nini hasa kimefanya afanye uamuzi huu wakati alikuwa amekaa kwenye nafasi hiyo kwa muda mfupi tu. Dr. Nchimbi ametangaza rasmi kwamba ameamua kustaafu siasa na utumishi wa umma. Amemwandikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kumjulisha uamuzi huo. Kujiuzuru kwake kutaanza rasmi tarehe 4 Septemba 2026. Kuanzia tarehe hiyo, Tanzania itakuwa na nafasi ya makamu wa rais inayohitaji kujazwa kwa taratibu wa katiba. Dr. Nchimbi hakutaja hadharani ugomvi au mgogoro fulani kama sababu mojawapo ya kujiuzuru. Badala yake alirejea ahadi yake aliyompa Rais Samia kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025. Alisema alikuwa amemwahidi kwamba siku ambayo rais angeona anahitaji makamu mwingine, yeye angeachia ngazi. Na sasa imefikia uamuzi wa kwamba rais anahitaji mabadiliko. Ndio maana amesema ameamua kutimiza ahadi yake. Kwa nini habari hii imezua maswali? Jambo linalofanya watu wengi kujiuliza ni kwa nini Nchimbi amekuwa makamu wa rais kwa muda mfupi zaidi. Aliingia rasmi madarakani tarehe 3 Novemba 2025. Hivyo kuondoka kwake kunatokea kabla hata hajamaliza mwaka mmoja katika nafasi hiyo. Nafasi ya makamu wa rais ni moja ya nafasi kubwa zaidi za kisiasa nchini. Uamuzi huu bila shaka umefungua ukurasa mpya katika siasa za Tanzania. Je, kuna migogoro? Hayo ni maswali pia ambayo yamekuwa watu wakijiuliza. Hapa tunapaswa kuwa makini zaidi. Tayari kuna mijadala na taarifa zinazodai kwamba kulikuwa na tofauti au pasuko ndani ya uongozi. Lakini mpaka sasa sababu rasmi iliyotolewa na Nchimbi mwenyewe ni kwamba ameamua kuondoka kwa sababu anaamini rais anahitaji mabadiliko pamoja na ahadi aliyowahi kuitoa. Hatupaswi kusema kwamba kulikuwa na ugomvi kati yake na Rais Samia. Tunachojua ni kile alichosema yeye mwenyewe. Nini kitafuata? Hilo ni swali jingine. Sawa. Swali linalofuata ni nani atakuwa makamu wa rais wa Tanzania? Kwa mujibu wa utaratibu wa kikatiba, rais anatakiwa kuteua mtu mwingine katika nafasi hiyo, na uteuzi huo unahitaji kuidhinishwa na bunge kabla ya makamu mpya kuapishwa. Hivyo baada ya Nchimbi kuondoka rasmi tarehe 4 Septemba, macho ya Watanzania yataelekezwa Ikulu. Rais Samia atamchagua nani? Hilo ni swali jingine. Na pengine swali ambalo wengi wataendelea kujiuliza, kwa nini Nchimbi ameamua kuondoka sasa? Je, kweli huu ni uamuzi wa kawaida wa kisiasa au kuna mambo mengine ambayo bado hayajawekwa wazi? Kwa sasa jibu kamili la maswali hayo halijatangazwa rasmi, lakini jambo moja ni wazi. Tanzania inaelekea kwenye mabadiliko mapya katika nafasi ya makamu wa rais. Na sasa macho yote yatakuwa kwa Mheshimiwa Rais na jina la atakayekuwa makamu mpya wa rais. Kabla siku na tarehe haijabadilika, kutoka Ikulu mawasiliano imetolewa taarifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, leo tarehe 25 Agosti 2026 amepokea barua ya ombi la kujiuzuru makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi. Kuanzia tarehe 4 Septemba 2026, Mheshimiwa Rais ameridhia ombi hilo. Taratibu za kikatiba kumpata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwingine zitachukuliwa. Imetolewa na ofisi Katibu Mkuu Kiongozi, Balozi Dr. Moses Kasiluka. Wewe unaonaje uamuzi wa Dr. Nchimbi? Unaamini ameachia nafasi hiyo kwa sababu aliyosema, au unaona kuna jambo jingine nyuma ya uamuzi huo? Andika maoni yako kwenye comment, subscribe kwenye The Page channel na usisahau kuwasha notification kwa habari nyingine. The Page, information is live.